Baba yangu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante tena kwa kunipa kibali. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye ananifuatilia kupitia maombi ya asubuhi. Asante Roho Mtakatifu kwa upendo mkuu. Umetupenda kuliko kawaida Bwana. Macho yetu yanakuinua asubuhi ya leo, mioyo yetu imenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukishuka na kunyenyekea mbele zako. Baba yangu wa mbinguni, sisi ni wakosaji mbele zako, ndio maana tuko hapa wanao, tuko hapa watoto wako. Tumeshuka mbele zako Yesu, tukiomba rehema zako, tukiomba rehema zako Baba. Imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 ya kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, tazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu uliye hai, wanao tumeshuka mbele zako sawa sawa na rehema zako. Tunaomba ututakase Bwana asubuhi ya leo. Uturehemu wanao sawa sawa na fadhili zako. Turehemu watoto wako sawa sawa na wingi wa ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Romoshana ramakuri risakaramatharabashaka mandorokuri ya masike. Baba, kila mmoja ameinama mbele zako, anakuinulia wewe Bwana mikono yake, akianguka magotini pako Yehosu, kwenye kiti chako cha rehema. Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu. Turehemu tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako, hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana wa kutusaidia. Rusa karamanda rabaka. Kila mmoja anze kutamka maneno ya rehema. Mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akutakase, mwambie Baba akutakase. In the mighty name of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso. Risa kataraba randa ramandara risa taraba kuria risa naramando roko shandara makuria riaba baba risa tarama kuri bashaka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, na kuhitaji kwa mara nyingine, na kuhitaji tena, na kuhitaji Bwana zaidi ya nilivyokuwa kukuhitaji. Mwambie Yesu, na kuhitaji, na kuhitaji tena. Wewe ndio msaada wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio kimbilio langu. Anza kutamka, mwambie Roho Mtakatifu, na kuhitaji peke yako, na kuhitaji peke yako. Baba, tunakuhitaji, maana wewe ndio msaada wetu. Hatuna pahali pengine pa kukimbilia. Tumekuja kwako Bwana, tunahitaji msaada wako, msaada wa kutusaidia wakati wa mahitaji, msaada wa kutubeba wakati wa shida, msaada wa kutusaidia Baba. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa mkono wako Baba. Hii ni siku mpya, tunahitaji tushike. Rikanda ramanda rababakariabasa randa ramando rokoria risanta ramakosha rabababababa rikatarabashaka. Baba, nishike kwa mkono wako, nishike kwa mkono wako. Kila mmoja atamka, mwambie Baba, naomba unishike, naomba unishike, naomba unishike. Peke yangu siwezi Bwana, peke yangu siwezi Bwana. Wakati naomba, ninaona mama huyu analia, ninaona baba huyu ameteseka, ninaona huyu binti analia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, sina kunishika, ni wewe tu wa kunisaidia. Rika baba, rika baba. Oreseterere. Ninaona Bwana akileta msaada kwenye maisha yako. Sijajua umelia kwa miaka mingapi, na sijajua umelia kwa muda gani. Mwambie Baba, naomba ulete msaada kwenye maisha yangu. Peke yangu siwezi Bwana, naomba ulete msaada. Omba msaada, omba msaada, omba msaada. Rere serere. Ninaona una kilio,
ninaonyeshwa kilio katika ulimwengu wa roho. Ninaona umelia kwa miaka mingi, naona umelia kwa muda mrefu. Mwambie Baba, nahitaji msaada asubuhi ya leo, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunibeba. Orika baba mandara baba shataraba koria resataraba karamanda resatararara. Baba tupe msaada, Baba tupe msaada. Hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia, ni wewe Bwana msaada wetu, ni wewe Bwana msaada wetu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo tunahitaji msaada. Risandaramakурibasaka makuria baba. Wakati naomba nasikia Mungu ananiambia, umekuwa unapitia mahali unahitaji msaada, unahitaji kumwona Yesu akitenda kazi, unahitaji kumwona Yesu akijibu kilio chako, unahitaji kumwona Yesu akikufungua, unahitaji kumwona Yesu akikuponya, akikutoa kwenye huo ugonjwa, unahitaji kumwona Yesu akifungua tumbo lako la uzazi, unahitaji kumwona Yesu akikupa kazi, akifungua kazi, unahitaji kumwona Yesu akikutondoa kwenye kufilisika, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kwenye taabu, akitoa kwenye mateso ya miaka mingi. Kuna namba kwenye skrini yako. Wakati unaendelea kuomba, chukua hiyo namba kwa skrini yako. Hiyo namba moja ni ya WhatsApp. Natuma ujumbe wako, mwambie Baba, niambie kwamba Baba, ninapita hapa, nahitaji unisaidie, nahitaji unishike kwa mkono. Tutaomba na mbingu zitaenda kufunguka. Na inawezekana saa hii unasikia ndani yako una mzigo mkubwa sana, na huo mzigo unatamani usimame na dhabihu, usimame na sadaka, unasimame mwambie Baba, naomba unitue mzigo huu. Kamata hiyo namba ya Vodacom iko hapo kwa skrini yako, iandike na panda sadaka. Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo. Naisikia sauti ya Mungu ya kwamba asubuhi ya leo anaenda kukutoa kwenye mateso. Nasikia Bwana ananiambia anaenda kutoa kwenye mateso, anaenda kutoa kwenye shida, anaenda kutoa kwenye taabu, anaenda kutoa kwenye taabu. Baba, kutoe taabuni. Arika mandorokota resatarabakari randa rababa sataraba kushatarababa yakamanda rabakoribasika. My Jesus, my Jesus, my glory, my glory, my glory, my glory. Naisikia sauti ya fadhili, fadhili za asubuhi, fadhili za asubuhi, fadhili za asubuhi, nguvu ya fadhili za asubuhi. Kuna mahali unahitaji kufadhiliwa na Bwana. Kuna mahali unahitaji fadhili za asubuhi. Nguvu zako ni ndogo, lazima ufadhiliwe. Lazima Baba hakufadhili. Nguvu zako ni ndogo. Kila unapoamka asubuhi unahitaji fadhili zake, unahitaji fadhili zake. Nguvu zako ni ndogo, hazitoshi wewe kupigana vita, hazitoshi wewe kunyanyuka, hazitoshi wewe kufanikiwa. Unahitaji fadhili za asubuhi. Kwenye ile kitabu cha Zaburi 143, Zaburi 143, sikia sauti, sikia sauti hii, sikia sauti hii. Kwanza mstari ule wa 7, Biblia inasema, kwanza mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 13, Biblia inasema, E Bwana, unijibu hima, roho yangu imeregea. Usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao shimoni. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi. Hapa ndipo upako ulipo. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. E Bwana, uniponye na adui zangu, nimekukimbilia wewe, unifiche. Mstari wa 10, unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. E Bwana, uniuishe kwa ajili ya jina lako. Kwa haki yako unitoe roho yangu taabuni. Kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu. Unaona? Na kuangamiza wote wanitesao nafsi, kwa maana mimi ni mtumishi wako. Sasa nataka nikuonyeshe fadhili.
Fadhili zinafanya kazi ngapi? Hapa fadhili za asubuhi. Kwa nini unahitaji kila siku fadhili za asubuhi? Mstari wa mwisho anasema kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu. Fadhili za Mungu zinakufanya maadui zako wanaoinuka kila siku wapigwe. Yaani maadui wako watashambuliwa wote ukiziomba fadhili za asubuhi. Fadhili za asubuhi, umeona, zinakufanya wewe utoke kifungoni. Umesikia? Kazi ya pili ya fadhili. Fadhili kazi yake nyingine inafanya Roho mwema akuongoze. Sio, unanisikia? Akuongoze. Umeona? Fadhili za asubuhi zinakufanya namba 4 utoke kwenye taabu. Kuna vifungo, kuna taabu. Fadhili za asubuhi zitakufanya uwapige maadui zako. Umeona? Fadhili za asubuhi zina kazi. Mstari wa 9 anasema hivi, uniponye na adui zangu. Umeona? Sasa fadhili za asubuhi zinafanya kazi zote. Kwa hiyo unahitaji kuziomba hizo fadhili za asubuhi. Na popote pale ulipo, weka agano kila siku kuomba fadhili za asubuhi. Kuomba maombi ya asubuhi. Ziite fadhili za Bwana ziingilie kati kwenye maisha yako. Na ndizo tunakwenda kuziita. Lakini kinachofanya dhabihu, fadhili za Bwana zifanye kazi ni nguvu ya dhabihu. Watu wengi wanasikiliza maombi lakini hawatoi sadaka. Sasa ukiomba pasipo sadaka utapata matokeo gani? Saa hii kamata sadaka yako yote ambayo unasikia Mungu anakusukuma. Unapoomba maombi ya asubuhi, unapoomba fadhili za asubuhi, kamata sadaka, panda sadaka yako, mwambie Bwana, nataka fadhili zako zinipiganie, zinishindie, na utaona Mungu akifanya kitu kikubwa ambacho hujawahi kuona. Popote pale ulipo, nataka ukamate sadaka yako, tuziite fadhili za Bwana asubuhi, zikuongoze, zikupiganie, uende ukashinde vita, uende ukafanikiwe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako, sema, Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu nimesogea mbele zako kama mwanao. Mimi ni mtoto wako, nimeshuka kabisa kwako Bwana. Ninaomba fadhili zako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Fadhili zako ziniongoze, fadhili zako zinipiganie, fadhili zako zinishindie, fadhili zako zinipeleke kwenye kiwango kikubwa, fadhili zako zifungue hatima yangu, fadhili zako ziniponye na magonjwa, fadhili zako ziwaangamize maadui walio mbele yangu asubuhi ya leo. Fadhili zako zinilinde na zinitunze, fadhili zako zikanifanikishe katika jina la Yesu Kristo. Anza piga magoti, anza kuomba. Ziite fadhili za Bwana zikuongoza asubuhi ya leo. Rikaramasandarakosha. Baba, kwa jina la Yesu ninaita fadhili zako asubuhi ya leo. Fadhili tena za asubuhi zisimame na mama huyu na baba huyu na kijana huyu na binti huyu katika jina la Yesu Kristo. Ninamuona yule anayelia, ninamuona yule anayeteseka. Baba, ukimwondoa kwenye mateso, Baba ukimtoa kwenye matatizo, Baba ukimtoa kwenye madeni, kwenye uchawi, kwenye uganga, kwenye ushirikina uliomtesa maisha yake yote katika jina la Yesu Kristo. Baba, fadhili zako asubuhi ya leo wacha zifunguke. Fadhili zako asubuhi ya leo wacha ziachiliwe. Fadhili zako asubuhi ya leo zitembee na mtoto wako kila mahali atakapokanyaga. Baba, fadhili zako zitembee naye katika jina la Yesu Kristo. Rababa sanda ramakosha risata rababa. Baba, ninaomba kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya kijana huyu. Ninaomba fadhili zako zisimuache, zimpiganie, zimshindie, zimuinue. Karia masutaraba, karia mandaraba saka. Baba, fadhili zako zisimuache binti huyu, zikampiganie, zikamshindie, zikamuinue, haende kwa viwango vikuu, haende kuinuka, haende kufanikiwa. Baba, akafanikiwe asubuhi ya leo. Nafungulia neema, nafungulia utukufu, nafungulia mambo makuu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya fadhili za asubuhi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Fadhili za Bwana zitangulie pamoja na wewe. Chukua hiyo dhabihu yako na sadaka yako. Utamuona Mungu akifanya kazi kubwa sana kupitia fadhili za Bwana. Pande kwenye namba ya 0756 934 903 na mkono wa Mungu utakuwa dhabiti. Chukua nafasi kukualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya nchi ya Tanzania kumwona Yesu Kristo mtenda miujiza hapa Gairo
Morogoro nchini Tanzania. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Fadhili za asubuhi ziwe juu yako. Shalom, shalom, shalom.